Somo katika kitabu cha Mathayo. Watu waliotembea gizani wameona mwanga mpya, nao waliokaa katika nchi ya kivuli cha mauti mwanga umeangazia. Umezidisha furaha yao na umeongeza shangwe zao. Wanashangilia mbele yako kama wanavyoshangilia waimbaji, kama wanavyofurahia wenye kugawanya mateka. Kwa maana mzigo uliowalemea na gongo juu ya mabega yao, na fimbo ya wakandamizaji wao imezivunjavunja, kama siku ile ya kushindwa kwa midani. Viatu vyote vya askari vyenye kukanyaga chini, makoti yao yenye kuchafuka kwa damu yameteketezwa, yamechomwa motoni. Maana mtoto amezaliwa kwetu, mwana ametolewa kwetu, alama ya uwezo wa Mungu. Ameitwa jina lake Mshauri Mwenye Hekima, Mungu Mwenye Nguvu, Baba Milele, Mfalme wa Amani. Uwezo wake utaenea, amani haitakuwa na mwisho katika kiti cha enzi cha Daudi na katika ufalme wake. Nao utasimikwa imara juu ya haki na uadilifu, tangu sasa na kwa siku zote. Ndiyo yatakayotendeka kwa mapendo ya Bwana wa majeshi. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Leo amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Leo amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Leo amezaliwa kwa ajili yetu Mwokozi, ndiye Kristo
Somo katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Tito. Mpendwa, neema ya Mungu imetokea kwa kuwaokoa watu wote, nayo inatuongoza kuzuia yasiyo ya Mungu na kupinga tamaa za kidunia, tupate kuishi duniani hapa kwa kiasi, kwa haki na kwa uchaji wa Mungu, tukiongoza heri tunayoitazamia na ufunuo wa uchaji wa Mungu, tukingoja heri tunayoitazamia na ufunuo wa utukufu wa Mungu mkuu na wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Yeye amejitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili atukomboe katika uovu wote na ajitakasie watu walio mali yake ya pekee na yenye bidii ya kutenda mema. Neno la Bwana. Shangilio la Injili. Nimewaletea habari njema ya furaha kubwa kwa watu wote, maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana aliye. Siku zile Kaisari Augusto alitoa amri kuandika orodha ya watu wote wa nchi nzima. Orodha hii ilikuwa ya kwanza wakati Kirenio alipokuwa liwali wa Syria. Basi wote walikwenda kujiandikisha, kila mmoja katika mji wake. Yosefu pia alitoka Galilaya katika mji wa Nazareti, akapanda kwenda Yudea mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa maana alikuwa jamaa ya ukoo wa Daudi, kusudi ajiandikishe pamoja na Maria mke wake, naye alikuwa ni mjamzito. Walipokuwa wakikaa huko, siku zake za kuzaa zilitimia, akamzaa mwanawe mzaliwa wa kwanza. Akamzungushia vitambaa, akamlaza horini, kwa maana walikosa kupata nafasi katika nyumba ya wageni. Sasa kulikuwa na wachungaji katika nchi ile wakikesha malishoni kulinda kundi lao usiku. Mara malaika wa Bwana akawajia,
na utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakashikwa na hofu nyingi. Malaika akawaambia, msihofu, kwa maana nimewaletea habari njema ya furaha kubwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amezungushiwa vitambaa, amelala porini. Mara jeshi kubwa la mbinguni wakawa pamoja na malaika wakimsifu Mungu na kusema, utukufu kwa Mungu juu, na amani duniani kwa watu aliopendezwa nao. Injili ya Bwana. Dhambi zetu ziondolewe kwa Injili takatifu tuliyoisoma. Nafasi hii imeniangukia mie, ni bahati iliyoje! Simwakilishi yoyote hapa, najiwakilisha mwenyewe, nafsi yangu, halmashauri yangu. Kuwa wa kwanza watakieni mapadre na mlioko hapa mbele, nanyi waamini, heri na baraka za Noeli. Merry Christmas. Yaani haina ile shangwe. Tuna kila sababu ya kuserebuka, ya kufurahi, ya kushangilia, kwa sababu ni kati ya zile sikukuu kubwa mno. Merry Christmas. Merry Christmas. Shangwe na vigelegele jamani. Walao hii inaleta matumaini. Ndugu zangu, karibuni basi tutafakari ujumbe ambao tunaletewa leo katika sikukuu hii ya Noeli. Sisi ni wale wateule ambao Mungu ametujalia neema ya kipekee kuiona siku hii ya leo. Tumeshirikishwa na tunashiriki katika kuliadhimisha fumbo hili la umwilisho, Mungu anayeshuka katika historia ya wanadamu, historia ya ukweli unaomkomboa, unaomwokoa mwanadamu, unaomletea amani na unaoleta matumaini. Basi tusafiri pamoja kudadavua kidogo mafumbo haya ya Noeli kadri ya maandiko tuliyoyasikia, na tutafanya rejea kwa yale mengine ambayo hatukuyasikia, lakini wenzetu walioadhimisha kesha misa ya jioni tutagusia kidogo pia. Ujumbe huu unanena nini kwetu sisi? Kwanza kabisa, kama tulivyodokezwa kwenye utangulizi, ni habari ya giza. Sio bahati mbaya kwamba mama kanisa amefanya
utaratibu wa sisi kufanya maadhimisho haya katika kesha usiku, ili kila mmoja atoke nyumbani kwake, atoke makwao, atembee katika giza na kuingia mahali kama hapa, ili iweje? Ili akutane na nuru ambayo Isaya nabii wa Mungu anatuambia wale waliotembea katika giza, kama sisi tuliotembea kutoka manyumbani kwetu tukatembea katika giza tukafika hapa, tunakutana na nuru, yaani Kristo ambaye amekuja kuangaza ulimwengu. Lakini ulimwengu huu wa leo ni ulimwengu wa nafsi yangu, nafsi yako, moyo wangu, moyo wako, maisha yangu, maisha yako, maisha yetu, ambaye tumeambiwa kwa namna moja au nyingine, inawezekana kuna giza. Kadri ya maandiko neno giza, usingizi, giza inaashiria uhasi wa hali, uhasi wa hali kama kifo, janga, matatizo, huzuni, hali mbaya, hali ya kutisha, hali zinazoleta hofu, hali za kukata tamaa. Lakini kubwa baba lao ni dhambi. Giza ni dhambi ambayo ndiyo chanzo, ndiyo msingi wa hali zote mbaya, kwa sababu tangu mwanzo katika mpango mzuri wa Mungu wa uhuluku, wa uumbaji, ameumba vyote vyema ili viishi katika wema, katika uzuri, katika utimilifu, katika hali iliyo njema. Lakini giza lilipoingia, hali zilibadilika, kukawa na hali ya kutapatapa, hali ya mahangaiko. Mbona sisi tuuchi? Mbona sisi tu hivi? Mbona tuna njaa? Mbona hali ipo hivi? Mbona dhulma? Mbona watu kuuana kina Kaini? Ni kwa sababu ya dhambi. Na nabii Isaya tumemsikia katika kipindi cha Majilio, lakini leo tunamsikia tena, na kwa namna ya kipekee haya anayoyanena yanatimia leo, kwamba hii nuru imetuzukia katika Kristo. Tunakutana nayo vipi? Kuja kwetu na kupitia kwenye giza ni kielelezo tu, lakini zile hali tutazisikia kadri tunavyosonga mbele na tafakari hii, na hasa kule mwishoni tutakapomzungumzia Imanueli na kumtafsiri Imanueli kama maisha ya kanisa na maisha ya Ukristo. Mtume Paulo anapomwandikia Tito, anatuandikia sisi na kutuambia Noeli, umwilisho, ni neema iliyofunuliwa kwetu, neema iliyofunuliwa kwa watu wote, neema iliyoangazwa, ni zawadi ya Mungu. Neema ni zawadi ya Mungu kwetu sisi. Tumeletewa zawadi hii, nasi tunaalikwa kuipokea, na kama tunaalikwa, maanake ni wito, ni mwaliko kwa kila
hivi kwa ajili ya nini? Kwa nini ulifanya hivi? Kwa nini? Ni shetani tu. Wakati mwingine shetani anasingiziwa, kumbe ni tamaa zetu za kidunia, tamaa zetu sisi wenyewe. Mtume Paulo anapotukumbusha na tukitazama kama tafsiri ya Noeli leo, neema hii, mwaliko ambao tunapewa leo ni kukubali hali zetu, na baada ya kukubali kumpokea Kristo anayetuneemesha, kukubali kubadilika, kukubali kufanya upya, kufanya mabadiliko ya maisha, mabadiliko ya kimtazamo, mabadiliko ya hali zetu, ule kawaida kuachana nao, zile giza kuachana nazo, kutengeneza upya wa mwenendo, kupyaisha maisha, kupyaisha hali, kukubali kujitengeneza. Na maana kanisa natupa fursa za kujikarabati sisi, fursa za kujikarabati katika sakramenti za kanisa, fursa za kujikarabati katika mahusiano yetu sisi wenyewe, kusameheana sisi kwa sisi. Hizo ni fursa, kwa sababu tukitembea bila kuachia msamaha, tunatembea na mizigo, bado tunatembea na giza. Noeli leo tunaalikwa iwe ni hizo hali, kukubali kubadilika na kuchukua juhudi binafsi za kufanya hayo mapinduzi ya kiroho. Katika Injili Mungu anachagua njia ya unyenyekevu ili kuonesha upendo wake, kudhihirisha mapendo yake kwetu sisi. Njia ya unyenyekevu. Kristo, neno la Mungu anayejimwilisha, anayechukua mwili na kuja kwetu sisi. Paulo atatuambia kuna kuchukua mwili tu ilikuwa ni kujidhilisha, ilikuwa ni kujinyenyekesha, kuchukua hali za kibinadamu, ilikuwa ni unyenyekevu wa hali ya juu. Yule ambaye alikuwa sawa na Mungu hakuitazama hali yake, bali alijinyenyekeza. Paulo ataligusia fumbo hili katika mtazamo wa kipasaka zaidi atakapozungumzia msalaba na kifo. Lakini leo kwa sababu ni Noeli, tunalizungumzia katika mtazamo wa kuzaliwa kwake. Amezaliwa katika hali ya unyenyekevu, anazaliwa na watu wa kawaida sana, mazingira ya kawaida sana na mazingira duni. Ingewezekana kuzaliwa katika maeneo ya kifahari, kwa sababu tuliambiwa na manabii walisema anazaliwa Mwokozi ambaye ni mfalme. Hivyo angechukua nafasi ya kifalme, nafasi ya kishujaa, angewapa fahari kubwa wazazi wake Yosefu na Mariamu, kwamba hawa ni wazazi wa mfalme. Hivyo basi ingewezekana, lakini ameamua kuchukua namna ya unyenyekevu ili kutuonesha kwamba fumbo kuu linadhihirika zaidi katika unyenyekevu. Hata mafumbo yetu ya maisha ya sisi kwa sisi yanadhihirika zaidi katika unyenyekevu. Mungu anatuonesha upendo katika unyenyekevu. Asikwambie mtu
nakupenda sijui hivi, I love you this much, I love you that much, I love you, I can't sleep, I can't what. Hayo ni maneno tu ya mpita njia, hata kwenye kanga yako. Si kanga zetu zimeandikwa leso, utaona imeandikwa maneno. Kuna maneno tu, lakini la ukweli wa anayekupenda, anayeonesha upendo, atauonesha katika hali ya unyenyekevu. Iwe ni mume, ni mke, ni baba, ni mama, ni watoto, maisha ya unyenyekevu, kuhusiana katika hali ya unyenyekevu. Kila mmoja anataka awe ni msaada kwa mwingine, sio tegemezi. Mimi niwe wa kutegemewa katika mambo mazuri, katika habari njema, katika kunena mazuri kuhusu mwingine, mpaka yule anayenenewa yale mazuri anasema jamani, mpaka anaona aibu. Jamani, yote haya yananihusu mimi na bado nipo hai. Jamani, mbona sifa nyingi zinafaa marehemu? Unyenyekevu unalenga katika yale yaliyo mazuri, lakini unyenyekevu unapoona yale ambayo siyo mazuri kwa yule unayempenda, unyenyekevu unapoona mambo ambayo ni hasi katika jamii, unyenyekevu sio kukaa kimya, ni kutafuta namna nzuri ya kuboresha, ya kuelekeza, ya kufundisha, ya kuonya, ya kukanya, ya kusahihisha. Huo ni unyenyekevu, na yanapofanyika katika namna ya unyenyekevu tunajenga, na hata yule ambaye umemwelekezea hayo masahihisho, tunapomwendea kwa unyenyekevu anapokea. Mungu anatuonesha njia ya unyenyekevu ni njia kuu ya kujenga upendo na kujenga mahusiano mazuri. Mungu anachagua njia nyingine ya unyenyekevu, hasa tunapowatazama walengwa wa habari njema. Walengwa wa habari njema, mbali na hao wanaotubebea hii habari njema, yaani Yusufu na Mariamu, wapo wengine wanaotajwa walengwa wa habari njema: wachungaji, watu maskini na wale waliopuuzwa, wale wanaoonekana katika hali ya chini, watu waliotengwa, watu ambao wanadhalilishwa, watu ambao hao sio wenzetu, hao sio wa kwetu, watu ambao wananyanyasika na mifumo ambayo sio mizuri, watu ambao wanapitia madhila kwa sababu ya hali za manyanyaso katika sera, mifumo. Hawa ndio walengwa wa habari njema. Na tazama, hawa wachungaji ambao ni kielelezo cha watu maskini na waliopuuzwa, kwa unyenyekevu wa Kristo, kwa unyenyekevu wa Mungu, atachukua sifa yao, na Kristo ataitwa mchungaji mwema, ataitwa mchungaji, na ndivyo atakavyojiita: mimi ndimi mchungaji mwema. Hajajitafutia sifa za ukuu, nafasi za chini. Lakini kama nilivyodokeza kwamba tutadonoa kidogo kutoka katika injili ya kesha, injili pacha Mathayo na Luka wanatupa habari za Noeli kwa
namna tofauti. Mathayo ametuonesha unyenyekevu wa hawa wachungaji na wanaotuletea kina Yusufu na Mariamu, Luka huyo. Lakini Mathayo naye atatuonesha hao, lakini ataanza kwa kutuonesha ule ukoo. Anatuonesha ukoo mzima wa Yesu, huyu Mwokozi anazaliwa tangu mwanzo katika ukoo wa kifalme. Lakini koo zetu na hata mifumo yetu, desturi zetu, hata sisi wa Afrika kama wale Wayahudi tunaona zinabebwa na wanaume. Ukoo wa nani huu? Familia ya nani hii? Mara nyingi utasikia familia ya nani? Familia ya Joho, familia ya Kanume, familia ya Maina, familia ya Omolo, familia ya Wafula. Sio huyu. Familia ya kina nani. Wanaume. Mara chache utasikia familia ya Maria, familia ya Ana, familia ya Kache, familia ya Wairimu, familia ni mara chache. Lakini mifumo yetu kama ile Wayahudi ni mifumo dume. Na Mathayo anataka tuoneshe mfumo dume, sio kwa ubaya, lakini humo ndani anachomeka wanawake watano. Hawa wanawake watano, kwanza kwa kuonesha baadhi ya watu ambao walikuwa wamepuuzwa ni wanawake, cha kwanza. Kwa hiyo Mathayo anataka tuoneshe kwamba habari njema kama tunavyoipokea mpaka Kristo kuja, kuna wanawake, tena sio wanawake wa cheo kikubwa, ni wanawake waliopuuzwa, walioonekana takataka, walioonekana hali za chini kabisa, waliokuwa na sifa ambazo kibinadamu ni sifa, tunasema ni sifa mbaya. Kwanza kabisa tunamsikia Tamari anaingizwa katika ukoo. Sio kwamba anaingizwa, ni kweli kwamba ni mhusika katika ukoo. Tamari, Rahabu, Ruthu, Bethsheba na mwishoni Maria mwenyewe ambaye anaonekana anabeba mimba, alafu hata mambo ya ndoa hajakamilika, anaonekana na ujauzito. Anaulizwa, vipi wewe, miaka 14, 15 tayari una ujauzito? Kulikuwa ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akuone wewe, asione wengine. Lakini tazameni hii picha. Tamari, hata katika mila na desturi zetu alichokifanya, Tamari katembea na baba mkwe wake. Mwiko huu hayafanyiki haya. Lakini kutembea huko, wamezaliwa wana ukoo. Huyu anaonekana alitenda kitu kibaya, ni mbaya kabisa, mzinzi, tena amefanya kufuru kabisa. Katembea na baba mkwe wake Yuda, hakifanyiki. Huyu hafai kuwa pamoja nasi, anapaswa kutengwa. Rahabu, maandiko anasema alikuwa ni kahaba. Na huku ukisema yule kahaba, yule cha kudoa, yule watu wanakutazama kwa namna fulani. Wasema huyo hafai kuwa pamoja nasi. Lakini habari njema ya Noeli inasema kwamba hawa ambao wametenda, hawa ambao wanapuuzwa, hawa ambao wanadhalilishwa, habari njema ni ya kwao, na hata kupitia kwao Kristo ametufikia sisi ambao tunajiona ni wateule. Ruth ambaye ni Moabu, hana uhusiano kabisa na wana wa Israeli, anaamua kwamba mimi nina watu wangu, nitaachana na watu wangu, nitaambatana nanyi, Mungu wenu atakuwa Mungu wangu. Anaingizwa kwenye ukoo. Haya, anakuja mfalme Daudi. Daudi mnamkumbuka
nini? Kumbe mke wa mtu. Akapita naye, havifanyi. Ilikuwa ni aibu, hata yeye mwenyewe alitetemeka. Lakini huyu na katika kosa lile hatengwi. Mathayo anatuonesha kwamba Masihi Mwokozi anapitia huku kulikopinda kunanyoshwa. Na mwisho ni Maria ambaye anaonekana kama huyu amecheza mchezo mchafu, kapata ujauzito kabla, amecheza mchezo mchafu, kwa hiyo tayari ana jina baya. Huyo Masihi anatujia. Ndugu zangu, Noeli inatualika tuondoe mitazamo hasi juu ya wenzetu. Kristo anakuja kwa kila mmoja, anakuja kunyosha palipopinda, palipovunjika, anakuja kuparudishia. Hajaja kwa ajili ya wale wenye haki, hajaja kwa ajili ya watakatifu. Amekuja kwa ajili yangu mie mdhambi, amekuja kwa ajili yako. Na kwa yule ambaye ulikuwa unatazama kwa jicho fulani, yule nimemwona kwa mganga, wewe ulikuwa unaenda wapi kukutana naye kwa mganga? Haya, eti tunakutana usiku, unaenda wapi? Unakutana wapi usiku? Yule unayemtazama, wanayemsema kama ni mchawi, Kristo ni kwa ajili yake, Noeli ni kwa ajili yake, kwa sababu Noeli umwilisho, fumbo hili ni kwa ajili ya wadhambi, na kupitia kwao tumempata Masihi. Mungu aliruhusu hawa kina Tamari, Rahab, Ruthu, Bethsheba wahusiki katika mpango huu, unyenyekevu wa Mungu. Noeli hii tunaalikwa nasi tupokee unyenyekevu, tujishushe, tukitambua kwamba na sisi ni wadhambi, na Noeli ni kwa ajili ya watu wote. Tuwapokee. Kanisa ni kwa ajili ya wote, watakatifu, wadhambi. Ndugu zangu, nilisema tutahitimisha kwa kutafakari kuhusu Emanueli ambaye atatuonesha hii nuru. Tunaipokeaje sisi ambao tunatembea katika giza? Sisi ambao tuna mahangaiko, tuna giza katika maisha yetu. Emanueli maana yake, mimi naitwa Mungu, sasa nasikia Mungu pamoja nasi. Ni kweli Mungu yuko pamoja nami. Emanueli maana yake Mungu pamoja nasi. Ndiye anayetujia, ndiye ambaye tayari ametufikia, ndiye anayetualika kwamba Noeli, Krismasi ya mwaka huu iwe na utofauti. Mungu amejinyenyekeza, akaja kuishi pamoja nasi, kukaa nasi katika mazingira yetu, katika madhaifu yetu, mapungufu yetu. Amekubali kushiriki ubinadamu wetu, anaishi pamoja nasi. Nasi tumekuja kutoka katika giza zetu, tumekuja kwenye nuru. Mama Kanisa anatuangazia, anatupa nuru hii katika Kristo ambaye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Tunampokea kwa kukubali kushiriki katika neno lake. Mungu anatujia katika neno lake, katika habari njema tuliyoisikia, tunayoendelea kuisikia na tunayoitafakari daima. Mwaliko wa Mungu, njoo mwanangu,
njooni enyi mnaoelemewa na mizigo, njooni enyi mnaotembea katika giza. Neno la Mungu tunaalikwa kulipokea, ni kumpokea Imanueli, na katika sakramenti zake ambapo ndipo kanisa linatupitishia neema. Kila sakramenti ni neema, na neema ni zawadi ya Mungu tuliyoitafakari. Kumbe basi Noeli, Imanueli, Mungu pamoja nasi, tunakutana naye, na hata usiku huu tayari tumeanza kukutana naye katika neno lake, na katika sakramenti zake tutaendelea kumpokea Imanueli. Lakini Imanueli huyu anatuambia kwamba yule atakayempokea atakuja kwake, atakaa ndani yake, naye ndani, Kristo ndani yetu, nasi ndani ya Kristo. Hivyo basi neno la Mungu na sakramenti zinatubadilisha. Kwa kumpokea Kristo ambaye anakuwa ndani mwetu, sisi tunakuwa sio wale wa zamani, tunakuwa sio wale wa gizani, kwa sababu ndani mwetu kuna nuru ya Injili, kuna mwanga wa sakramenti. Tunakuwa ni Kristo mwingine anayetembea. Tukitoka hapa usiku huu wa leo, kila mmoja wetu atoke amebeba nuru, utoke unang'aa, utoke kama Imanueli, Mungu pamoja nasi, ili unaokutana nao asubuhi, unaokutana nao kesho, utakaokutana nao kipindi hiki cha Noeli, wakutane na Kristo ndani mwako, wakutane na Kristo ndani mwangu, kwa sababu Kristo amenibadilisha, kwa sababu nimempokea Imanueli. Wakutane na Mungu pamoja nasi, na Mungu pamoja nasi ni Mungu wa amani, ni Mungu wa mapatano, ni Mungu wa haki, ni Mungu wa msamaha, ni Mungu anayewapokea na kuwakumbatia wote, ni Mungu anayeleta furaha, ni mtu anayeleta shangwe, ni mtu anayesababisha hali njema. Niwe wa kutamanika. Kristo leo ninayempokea anifanye niwe wa kutamanika, nisiwe huyu naye yupo, mbona Krismasi yetu imeharibika, huyu naye amekuja, msiyemtaka amekuja. Haya yabadilike. Watu wafurahi kwa sababu ya uwepo wako, kwa sababu ya nafasi yako, kwa sababu ya maneno yako, kwa sababu ya busara zako, kwa sababu ya maamuzi yako, kwa sababu ya matendo yako. Hata kama huna kile wanasema anapaswa awe nacho, ile nafasi ya uwepo wako na furaha na amani unayoileta, Kristo aonekane, Kristo ashangiliwe, Kristo apate sifa na utukufu kwa njia yangu, kwa njia yako. Ninawatakia heri hii ya Imanueli, heri hii ya Noeli, mabadiliko haya, nuru hii iwaangaze ninyi na familia zenu na wapendwa wenu na wale wote mtakaowasiliana nao, wapokee neema na baraka za Kristo ambaye ametujia Noeli hii 2025. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba tusimame sasa kwa sala ya kanuni ya imani. Mnasadiki kwa Mungu mmoja,
mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwili wa Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akatwaa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa, siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu wa kuongoza na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, aliyenena Mungu na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki takatifu Katoliki ungama na ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi na uzima wa milele ijayo. Ndugu zangu wapendwa, tumwombe sasa Mungu Baba Mwenyezi ili apende kusikiliza maombi yetu sisi waja wake kwa ujumbe wa Kristo Bwana wetu na maombezi makuu ya mama yetu mpendwa sana Bikira Maria. Karibuni nyote kwenye sala za waumini. Tuombe kwa ajili ya kanisa. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuja mbele zako usiku huu tukikushukuru kwa mema yote ambayo Bwana umezidi kutujalia. Tunakushukuru hata kwa ajili ya ujio wako katika maisha yetu. Tunalikabidhi kanisa mikononi mwako, ukianzia Baba Mtakatifu, makardinali, maaskofu, mapadri, watawa wa kiume na wa kike na walei wote. Mungu Baba, tunaomba Bwana ukazidi kuzaliwa hata katika mioyo yao, ili Bwana kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu wakazidi kulieneza neno lako. Wajalie nguvu itokayo kwako, ili Bwana ujumbe wako ukaweze kufikia watu wote. Ee Bwana, tunakuomba utusikie. Tuombe kwa ajili ya nchi. Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele zako, tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa kutujalia kuona siku hii ya leo ya neema. Tunaleta nchi yetu mikononi mwako, tukileta viongozi wote mikononi mwako, hasa viongozi wa national government na county government, tunawaleta mikononi mwako, na viongozi mbalimbali, na pia Kristo tunajileta sisi wenyewe wananchi kwako. Tunazidi kuomba tukazidi kuzaliwa katika mioyo yetu, tukazidi kutuongoza tukaweza kuishi kwa amani. Hasa Bwana, tunakumbuka pia wenzetu hasa kule Transmara na maeneo mengine nchini ambapo hakuna amani. Nenda Bwana ukaweza kuachilia amani, na zaidi ya yote kutujalie tukaweze kuishi vyema na majirani zetu, na pia upendo ukazidi kuenea katika nchi yetu. Bwana, tunakuomba tusikie. Kuombea familia. Bwana, mfalme wa ajabu milele, na kushukuru Bwana kwa ajili ya familia zetu ambazo umejalia Bwana, na kabidhi familia zetu mikononi mwako Bwana. Nenda kazijalie mahitaji mbalimbali ambayo Bwana kunayo, mfalme wa ajabu. Kazijalie pia tupate kuwa na amani, upendo na ushirikiano kama familia ya Yesu Mtakatifu. Ee Bwana, tunakuomba utusikie. Tuombee wasafiri. Mungu Baba, tunakushukuru kwa kila mmoja wetu ameweza kukusanyika kwa leo katika wakati huo wa sherehe na wengi wanasafiri. Mungu Baba, enda ukawalinde katika vyombo vinavyotumia katika kusafiri waweze kufika salama. Mungu Baba, tunakuomba utusikie. Tuombee wagonjwa. Ee Mwenyezi Mungu, tunawaleta mbele yako wagonjwa walioko hospitalini na walioko nyumbani. Nenda Baba ukawatembelee wapate uponyaji, waendelee kutumikia siku zote. Ee Baba wa mbinguni, tunakuomba utusikie. Tukumbuke marehemu. Ee Mungu Baba Mwenyezi, na
tunawaombea ndugu zetu ambao waliweza kuwaita kwako. Kuna wale ambao walipata nafasi ya kujitayarisha na wale ambao hawakuweza kupata nafasi ya kujitayarisha. Baba wa mbinguni, na kuwapokea mbele za uso wako. Bwana, tunakuomba utusikie. Tuwakumbuke pia na kuombea wapendwa wote waliotuuliza sala zetu kwenye nia zao mbalimbali walizonazo, ili Mungu Mwenyezi, Baba wa mbinguni, anayejua matamanio na nia wanayo wote, aendelee kuwajalia yale yote wanaohitaji. Bwana, tunakuomba. Pokea Mungu Baba uishie milele sala hizi ambazo wanao tumekuarifu kwa maneno. Pokea pia nia na sala ambazo tunazo ndani mioyo yetu na hatujazitamka. Pokea pia nia za wanao zilizo hapa kwenye altari takatifu. Tuzileta zote mbele yako mbinguni, tukipitia maombezi ya mama yetu mpendwa sana Bikira Maria, akatuombe kwako tunapomsalimu kwa pamoja. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu.